As you know, Dar City wametolewa katika michuano ya BAL 2026 na klabu ya Petro de Luanda ya Angola baada ya kufunga katika mchezo jana, mchezo wa pili kwa vikapu 83 kwa 69. Mechi ya kwanza Dar City alishinda kwa vikapu 88 kwa 82, kwa hiyo alishinda kwa point 6. Jana akapoteza kwa tofauti ya point 14, kwa hiyo wamepoteza kwa hiyo aggregate. Si habari njema, lakini ni kitu cha kujifunza kwa sababu hii ni mara ya kwanza Dar City wamefuzu katika michuano hii. Wamecheza michuano ya BAL kwa mara ya kwanza. Hakuna timu yote ya Tanzania ambayo ishawahi kushiriki. Na katika msimu wao wa kwanza wamefanikiwa kwenda katika hatua ya robo finali, kitu kikubwa sana. Na kitu kingine, wameweza kushinda hata mechi moja ya mtoano, kwa maana ya kwamba walishinda ile mechi ya kwanza, wamepoteza mechi ya pili. So wapoteza dhidi ya timu ambayo ni timu kubwa of course katika michuano ya BAL, timu ya Petro de Luanda ambao katika misimu mitano iliyopita yote walikuwa wanafika katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo sio habari ngeni kwao. Kwa hiyo ni timu ambayo ni timu ngumu of course, lakini Dar City wameweza kushinda mechi moja, wamepoteza mechi ya pili. Kwa hiyo kitu cha kujifunza hapo kwamba wanaweza kuboresha ili wanapokuja katika msimu mwingine waweze kufanya vizuri zaidi, wakafika katika hatua za mbele. Tukiangalia katika mechi ya jana, of course Petro de Luanda walikuja very aggressive, hasa katika ile kota ya kwanza. Yani walifanya vitu vyote kwa usahihi. Kuanzia kwenye pressing, walikuwa wanafanya ile high pressing kwa wachezaji wa Dar City mpaka zile turnovers zikawa zinatokea. Sasa wana force Dar City wafanye makosa wakiwa wanaenda kushambulia, wana press kuanzia juu. Kwa hiyo wakawa wanaweza kuwa press, defending yao ilikuwa nzuri sana, wakawa wanaweza kupata zile turnover. Wakishapoteza mpira Dar City, jamaa wanaenda kufunga, wakawa very perfect mpaka kota ya kwanza inamalizika. Petro de Luanda wanaongoza kwa tofauti ya pointi 10. Wakawa very perfect kutoka kwenye 3 point. Waliweza kudominate ile paint, wakawa wanafunga ndani ya D. Na kitu kingine kizuri ambacho jamaa walikuwa wanakifanya kwamba wanaweza waka detect yani shots gani ambayo waifanye, yani kama hapa tu shoot point 3 au nifanye passing niingie kwenye D au nifanye nini, ball movement ni nzuri sana. Na kitu kingine ambacho waliweza kuamudu Dar City, Dar City kwenye ile mechi iliyopita, moja kitu ambacho kiliwafanya Petro de Luanda wapoteze is fast break, kwa maana kwamba transition, yani mnapopoteza mpira Dar City wanawini mpira wanaenda kufunga. Kwenye mechi ya jana jamaa walikilock iko kitu, kwa Dar City wakawa na struggle kwenye hizo fast break au transition, kwa hiyo wakaweza kudefend vizuri. Kota ya pili kilichotokea, Dar City walirudi kwa maana kwamba point guard wa Dar City David Michi aliumia. Baada ya kuumia, coach Gwe akamuingiza Hashim Thabiti akawa anacheza na Mahmoud. Kwa hiyo kuna big men wawili, kwa hiyo center wawili wakawa wameingia. Kwa hiyo kile kasababisha Dar City wacheze defense nzuri sana. Kota ya pili wakaweza kuwa defend vizuri, kwa hiyo akawa na mtu ambaye anaweza kudefend kwenye paint pale kwenye rim, kwa maana rim protection, na mtu mwingine ambaye anaweza kudefend kwenye D. So wakawa na big men wawili ambao wakasababisha wacheze defense nzuri sana. Kwa hiyo jamaa wakawa hawana option zaidi ya kushoot point 3 ambazo hazikuwa zinaenda vizuri zote. Kwa hiyo defense ikasababisha Dar City wacheze vizuri sana katika kota ya pili, na points zikawa 19 kwa 20 kwa kota ya pili. Kwa hiyo wakawa hapo outscored kama vile ilivyokuwa kota ya kwanza, na kuna muda gap lilikaribia kama point 20 hivi. So Dar City wakalipunguza kwa sababu ya hiyo defense, na wakafunga gap likapungua likawa kama point 11 mpaka half time. So kipindi cha pili kilivyoanza, jamaa wakaja very aggressive, lakini coach Gwe, coach Dar City akafanya mabadiliko, akamtoa Hashim Thabiti. I don't know Hashim aliumia au ilikuwa ni tactical, lakini ile ikawapa ahueni sana Petro Atletico, kwa sababu waliweza sasa wakawa na aina mbili za kufunga. Wanafunga ndani ya D kwa maana inside scoring, na pia wanaweza kufunga kwa nje kwa maana 3 points. Kwa hiyo baada ya pale game ikawa imemalizika, jamaa ka dominate katika kila sehemu in terms defending, kwenye scoring, kwenye transition, kila sehemu akaweza ku outscore Dar City. Kwa hiyo mechi kamalizika pale, Dar City wamefungwa kwa tofauti ya point 14. So kitu kizuri of course, lakini kwa mimi hapa napongeza Dar City kufika katika hatua hii ya robo finali katika msimu wao wa kwanza wa BAL, na tarajia msimu ujao watarudi vingine, kwa maana kwamba waweze kuboresha hasa wachezaji wa ndani, kwa sababu tofauti ya Dar City na timu zingine kama Petro de Luanda ni kwamba
wale jamaa wana depth, yani wana kikosi chao kipana, kwa maana wanaweza kufanya rotation ya wachezaji. Yani mchezaji huyu anacheza kidogo, anatoka anaenda kupumzika, kwa hiyo akirudi anakuja na energy. Tofauti na Dar City, wachezaji wake wengi ni wale wale ambao wanacheza. Kwa hiyo cha muhimu hapo ni kuboresha hasa wachezaji wa ndani, kwa sababu wachezaji wa nje ambao wanahitajika ni 5, then wachezaji wa ndani 7. So ili kuboresha kikosi lazima wachezaji wa ndani wawe bora, ili waweze kufanya hizo rotation ambazo zitawasaidia katika mechi hasa hizi za mtoano.